Kuondoa ukurutu wote, upele, kila kitu tunaenda kukitoa sisi. Tuna dawa ya kila aina kwenda kuondoa wakuasha. Tunaenda kumaliza shughuli. Kumbukumbu ni mbaya dhidi yenu, mara 5 mfululizo Mnandi. Sawa, tunajua huu ni mchezo wa mpira wa miguu. Tumefungwa mara 5 lakini tunajua kwa nini tulifungwa mara 5. Hatuwezi kukubali kuja kufungwa mara ya 6 mfululizo. Mimi naamini wale wote ambao walimulikiwa vidole wameshajipanga nje ya uwanja kwa ajili ya kumaliza hii shughuli. Kwa hiyo mimi naamini leo wana Simba waje makini, waje kusherekea wakati tunampa kichwa huyu mtani wetu. Kichwa kakitaka mwenyewe na leo tunampa. Mnatamba mara kadhaa mkiwa nje ya uwanja, lakini mkifungwa kelele zote zinahamia kwa viongozi. Wewe ukiwa mmoja wapo Mnandi. Viongozi wanalaumiwa kwa sababu wao ndio wenye kumanage kila kitu. Lazima wao wamulikwe kwa jicho la tatu. Huwezi kuwaacha kwa sababu wao ndio director. Sisi binafsi tunakuja kusupport timu yetu ndani ya pichi, wachezaji wapo, lakini nje ya pichi kwenye majukwaa kama mashabiki wachezaji wa 12 sisi tunahitajika support yetu na tunakuja na tutajaza uwanja kama tulijaza uwanja wote. Leo 30% tunashindwa kujaza nusu yetu. Maana mapema si nusu yetu tutajaza kwa ajili kwenda kuwa support wachezaji wetu. Kikubwa viongozi wanajua kazi ambayo wametumwa na mashabiki na wanachama. Na mimi nitaenda kutimia siku leo. Bwana Mnandi JR, mmepoteza mechi 5 mfululizo dhidi ya Yanga. Na mashabiki wa Simba mnajipaga moyo, mnasema hata Real Madrid pia kapoteza mechi 6 mfululizo mbele ya mtani wake Barcelona. Nyinyi kama nyinyi leo mmejipangaje juu ya mchezo wa leo? Sasa tumejipanga kwa sababu mashindano ya ndani sisi kwetu kama mazoezi tu, akwenda kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo naamini wao walioshinda michezo 5 ukiangalia wao binafsi wana pressure kuliko sisi ambao tumepoteza michezo 5. Kwa nini? Kwa sababu Simba tumesajili wachezaji msimu huu kuongeza nguvu kwa ajili ya kuyaendea mashindano makubwa barani Afrika. Lakini wao wamesajili kwa ajili ya kupambana kuchukua mataji hapa ndani. Na ndio maana wana pressure kubwa kuelekea mchezo huo. Hata ukiangalia mashabiki waliokuwepo mpaka sasa hivi uwanjani, Simba ni wengi kuliko wa kwao kwa sababu bado wana pressure na hii mechi ya leo. Hawajui Simba ni nani atamwanzisha, nani atatokea sababu kwa sababu sisi tuna vikosi 4 leo. Leo tuna vikosi 4. Na kukosekana kwa Jonathan Soa uone kama litakuwa pengo katika kikosi chako hiki. Hakuwezi kuwa na pengo kwa sababu hata msimu uliopita hatakuwa na Jonathan Soa. Jonathan Soa alikuwa Singida. Kwa hiyo hata msimu huu pia kuanzia yeye binafsi mbao ndefu hatakuwepo kwenye mchezo ni kawaida kwa sababu tuna wachezaji wengi ambao wapo kwenye kikosi cha Simba. Hata kwenye Simba Day uliona yeye ndio mchezaji ambaye alicheza zaidi ya dakika 45 lakini kipindi cha pili aliingia Mkwala baada ya kufunga hata dakika 20 ya kumaliza akatoka akaingia Suleiman Mwalimu ambaye mtoto wa kufundisha watu wa chuo kikuu. Kwa mimi ninachokiamini wachezaji wakiwepo ndani ya Simba wanaweza kwenda kutupa matokeo siku ya leo. Wao wanajipungia kwamba wao watakuja kushinda mchezo wa 6. Basi wajiandae tu kisaikolojia, leo wanapasuka. Hatuwaachi salama. Mimi nakuahidi, mimi Mnandi Junior tutakutana baada ya game, utaniambia nilichokisema ni kweli ama sio kweli. Na niwaambie tu waje kwa nidhamu. Wakija kwa dharau kama nyimbo ya Zuchu ya kuinama na kuinuka, basi mapema tu Jigi Jiala ataomba aende mbao ndefu aje yule mtoto wa pale Morogoro. Maana nina wasiwasi atateuka mbavu. Mnandi, licha nyie kuwa mmefungwa mara 5 mfululizo, lakini hata kocha wenu Fred Davis Saman ana historia mbaya dhidi ya Yanga kwa maana ya kwamba tangu aje Tanzania amechukua kipigo mara 3. Young Africans leo akiwa na kocha mpya Romain Folz, bila Folz amlifahamu, mnakwenda kuumia Mnandi. Yapo haya yanazungumzwa na wanayanga kwa namna hiyo. Hao wanaozungumza ni watu ambao hawajui football, wanazungumza ni utashi kwa sababu washapata matokeo ya mechi 5. Mimi niwaambie tu kwamba mchezo wa leo ni mgumu kwa nyuma mwiko, lakini ni mchezo mwepesi kwa Simba kwa sababu wanakwenda kwa tahadhari kubwa kwa sababu washapoteza mechi 5. Lakini wao wanaenda kwa kujiamini kwamba tumeshashinda michezo 5. Wakumbuke kwamba katika hiyo michezo 3 iliyopita msimu uliopita, yote tumefungwa na makocha 3 tofauti. Kila kocha alipata matokeo dhidi ya Simba. Lakini kocha huyu hajawahi kukutana na Simba, ndio kwa mara ya kwanza anakuja kukutana na Simba siku ya leo. Wao unategemea kitatokea nini? Siku ya Simba Day huwezi kuisoma Simba. Wamecheza wachezaji wote, wamecheza. Sasa ataenda kumkaba nani? Kwa sababu Elim Panzu ulimuona. Kwani kocha wako ameshaisoma Yanga? Kocha wetu tunaye yule wa msimu uliopita ambaye kapoteza michezo 3 na Yanga na wachezaji wapya pia. Wachezaji wapya hao sisi hawatusumbui, tunachokiangalia kwenye benchi la ufundi. Yeye manake kupoteza michezo 3 yuko na benchi lake lile manake anawafahamu wachezaji wake wote anawafahamu. Na maana leo ni ongezeko tu. Na Yanga wachezaji ambao wanajua wanataka kuamua mchezo. Moja nyuma Mnandi ulisema hivi na bado mkafungwa. Kufanyaje? Mlisema hivi na bado kwamba mmeizoea Yanga na bado mkafungwa. Ndio nisikilize kwa makini. Tumefungwa ndani ya mechi 5 kwa sababu ya kona za hapa na pale. Lakini nakuahidi msimu huu au viongozi wenyewe mpaka sasa wana pressure maana washinde mchezo wa leo ili wajiweke kwenye mazingira sahihi kuelekea msimu huu ambao unaanza sasa. Sasa kama leo watapoteza maana watajipa pressure kubwa kwenda kwenye mwanzo wa msimu. Kwa hiyo ninachokiamini mimi viongozi kama walivyozungumza Simba Day watapambana leo kwa jasho na damu kuhakikisha tunashinda. Hiyo Mnandi nataka kuniambia kubadilika kwa viongozi ndio chanzo chenyewe cha kushinda dabi siku ya leo. No doubt. Huo ni ukweli ambao hujajificha. Uko barabara kuu. Sisi hatuna thamani ya bilioni 100. Sisi tunazungumza vitu vipo uwanjani vinaonekana. Uwanjani viongozi wanacheza na bangapi? Umeongea vizuri. Yaani usipoleta chakula bora nyumbani watoto wako hawezi kuwa na malezi bora. Maana yao watakuwa na utapiamlo. Maana watakula vitu visiokuwa na ajabu.
Kwa hiyo binafsi ninachokiamini viongozi wakiwa bora na wachezaji watakuwa bora, na walitoa bonus siku 3 zilizopita, mwenyewe unajua. Wamewekewa shilingi ngapi? Zaidi ya milioni 450 imeweka bonus. Hao wametaja wao kama wao, lakini kama sisi pia tuna zawadi yetu tutatoa kwa wachezaji baada ya game. Wakishashinda utaona nini tunawafanyia. Kwa hiyo wasubiri baada ya game nini kitafanya. Mimi nawaambia nyuma mwiko waje kwa nidhamu. Mpaka half time wanaweza katuachia uwanja. Walivunja mageti siku yao hapa. Siku ya Mwananchi walivunja mageti. Akati kulikuwa hakuna Chamana akiwa amevunja mageti. Leo watavunja mageti kwenye kutoka. Tajiri ama mzabuni wa jezi Jairuti ameahidi milioni 100 kwa wachezaji endapo wataifunga Young Africans. Mara kadhaa imekuwa ikifanyika hivi, lakini bado mnaangukia pua mnani. Kwani alikuwepo Jairuti? Alikuwa ni tajiri mwingine. Tajiri gani aliahidi? Mo alikuwa akiahidi hivi. Mo kama Mo yeye yupo muda mrefu na kashatoa sana ahadi kwenye mechi za kimataifa, na hapa ndani tulikuwa tunapata matokeo. Back to back misimu 4 mfululizo Simba anakuwa bingwa. Mo yupo na alikuwa anatoa bonus, lakini huyu kama sponsor kwa mara ya kwanza anakuja anatoa ahadi kuelekea mechi ya dabi. Mimi naamini sio yeye tu. Wengine manake watakuwa hawajatoa ahadi, wanasubiri game ikishaisha, wataenda kutoa zawadi zao. Wachezaji wataenda kujituma na hakikisha leo Simba Sports tunatoka na matokeo. Mungu sio wa Joni, Mungu sio wa Asumani, Mungu wa kwetu wote. Kwa hiyo wakao kijua leo ni zamu yetu. Ulisema kwamba viongozi wazuri ndio wanashinda mechi. Unakiri kwamba Young Africans walikuwa na wafunga kwa sababu wana viongozi bora? Wangekuwa na viongozi bora wasingechapisha t-shirt na kuandamana kwenye bwao lao kwamba wachezi mechi. Ndio timu ya kwanza duniani kuchapisha t-shirt na kusema wachezi mechi. Hakuna timu yoyote kubwa unayojua duniani inachapisha jezi zake kusema wachezi mechi. Lakini mwisho wa siku walienda sehemu wakapata suluhu na matokeo waliyotaka wamepata. Watu wajiuzuru wakajiuzuru, kigogo wa serikali katajwa lakini jina limefichwa na msemaji wao, lakini wameenda wamepata matokeo, wamepata ubingwa. Sio umeona tumechoma jezi, lakini wamechoma jezi. Kuchoma jezi na kuahidi kichwa walichokitaka watapewa hichi hapa. Baada ya kupewa hichi kichwa wataenda kuchoma lile gofu lao. Ndio lilobaki. So wameambiwa wamepewa hati ya kujenga uwanja. Ile kama barua ya uchumba tu. Unaweza kutoa barua ukawa unaenda ukweni na kila kitu, lakini mwisho wa siku ukagairi kwa sababu ulichokitaka ushafanikiwa. Mwaka huu katika usajili mlimwachia Fred Davis Aman pamoja na Mo Dewji ambaye ni tajiri wenu awe kama ndio wanahusika kufanya scouting. Itoshe kusema kwamba kelele za kumlaumu Mangungu leo ndio mwisho, endapo mkafungwa kama zote zende kwa Fred pamoja na tajiri wenu Mo Dewji. Hapana kitu kama hicho. Uongozi ni sehemu ya kikosi. Kocha Fadu Davis yeye ndo anakaa na wachezaji kambini na yeye ndo anamudu kuingiza kikosi pale kwenye pichi, lakini viongozi wao ndo watakuwa watu wa kwanza kupelekewa msalaba watakapopoteza mechi. Fadu Davis atafata baada ya uongozi, kwa sababu kama kungekuwa uongozi una utulivu hakuna shida. Maana Fadu Davis yeye ndo mtu wa kwanza kunyoshwa kidole, maana itakuwa mechi yake ya 4 akifungwa maana aondoke. Lakini Mangungu akipoteza na jopo lake lote, leo ni mechi yao ya 6 kupoteza. Kwa maana yake itakuwa ni aibu, na hiyo 6 nimepiga kwenye ligi kuu tu. Lakini nikijumlisha na mechi za ngao ya jamii itakuwa mechi yao ya 8 kupoteza ndani ya misimu hii 4. Na huu watano ambao unaanza. Kwa hiyo binafsi ni tahadhari kubwa kwa viongozi, ndio maana nakwambia leo wanakuja hapa kuiheshimisha Simba, watapambana kila idara, wanahakikisha Simba leo wanaenda kupata matokeo. Ya mwisho, mashabiki wa Young Africans walisema nyewe mlishangilia baada ya kutolewa kwa jezi mpya mkisema kwamba jezi zao ni nzuri, lakini hizo leo zitatumika kufutia machozi baada ya nyewe kupokea kipigo. Kipigo wanapigwa na nani? Wao washasema wanataka kichwa. Wanaitwa Amanda saizi wanarusha ngumi. Wasubiri kichwa watakipata, washafanywa send off. Bado ndoa. Leo tunaoa sisi hapa. Kichwa wanapewa na kuoa tunaoa. Jairuti si ndio umemwita Ambaruti? Yupo humu kwenye huu mpira. Leo tunaoa. Kwa jeuri za huyu sponsor wetu aliweka bilioni 38 kumuita Ambaruti. Leo sisi tunaoa. Amini kwamba tuuza maneno yangu tukutane baada ya game. Sema halla. Siseme halla, tukutane baada ya game.